Karibu sana popote pale ambako unaendelea kutazama Biomedia Girl Official Rosely on the microphone kama kawaida katika kuzangazia taarifa mbalimbali. Na leo tuko na story Niffer amemjibu Mange, kauli yake yazua gumzo mtandaoni. Tusiwape fursa wachochezi, Tanzania ni kisiwa cha amani. Bana, katika hatua ambayo inaungana na wito wa amani, mfanyabiashara wa mitandaoni Jennifer Jovin anaweza kumwita Niffer ambaye hivi karibuni aliweza kupata msamaha wa rais na kuachiwa huru. Ameapa kuwa balozi wa vijana ili yote kwa yote alinde mienendo ya vijana dhidi ya ushawishi wa vurugu na uharibifu. Niffer amewakumbusha vijana kwamba kuna makosa mengi ambayo wanayafanya bila kujua, ambayo yanapelekea hamasa kubwa kwa jamii na familia. Alitoa mfano wa vurugu za Oktoba 29 ambazo zilisababisha upotevu wa mali pamoja na maisha. Katika nukuu anasema, nitakuwa balozi mzuri wa vijana wenzangu kuweza kulinda mienendo yetu. Tuishije, tufanyaje na tuepuke kipi na tunafanya kipi kwa wakati sahihi. Na pia kauli yake hii anaungana na serikali pamoja na wadau wengine ambao wanatambua kwamba Tanzania imebarikiwa kwa kisiwa cha amani, na anawahimiza vijana wenzake kutunza urithi huu kwa gharama ya aina yoyote. Lakini pia katika mazungumzo yake ametahadharisha kauli au matendo ambayo yanalenga kuleta tafurani ya kitaifa. Anahimiza wajibu wa kutunza na kuilinda miradi ya maendeleo ambayo inatekelezwa kwa kodi za wananchi na inafaa vizazi vijavyo. Na wajibu wa vijana kuitunza, sio kuichoma kwa ajili ya ajenda za watu wenye nia mbaya na taifa. Lakini pia Tanzania inawahimiza Watanzania wote kuendelea kujenga nchi kwa umoja pamoja na utulivu bila kuruhusu wajanja wa mitandaoni kuigeuza nchi kuwa sehemu ya machafuko kwa maslahi yao binafsi. Na maoni gani hasa tunapoelekea ile Disemba 9 ambayo kumekuwa na fununu kwamba inawezekana kukawa na maandamano ya amani ambao hata hivyo jeshi la polisi limeweza kuyapiga marufuku.